ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصدق القائلين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي في الله، baada ya kumshukuru al-Haqq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa ni wenye kukusanyika katika sehemu hii tukufu, lengo na madhumuni ni kusikiliza ambayo kwamba yatatukurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na anatuletea haya na si mwingine bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ametaka kwetu sisi waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukurubie na tufanye mambo ambayo kwamba yatamridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukilijua hilo kwamba jambo letu hili la kukusanyika hapa asili yake limetoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi tujue jambo hili ni baraka, jambo hili ni la kheri, madamu kiongozi au msingi wa jambo hili ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka jambo hili ni la baraka, ni jambo la kheri. Sheikhana Al-Habib Umar asema, al-a'malu mahma kanat marbutatan bisilsilati an-nubuwah kanat mubarakah, matendo madamu yameshikanishwa na cheni au nyororo ya utume, matendo yale basi ni mubaraka. Na sisi haya matendo ambayo kwamba tuyafanya, hudhurana fi yaumil jumaa, na kuvaa vazi ambalo kwamba la kumridhisha Mwenyezi Mungu, lengo na kuja na kumsikiliza maneno ambayo kwamba asili yake na mambai yake ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mambo haya yameletwa na bwana Mtume, basi tujue mambo haya ni ya baraka. Kwa nini? Mahma kanat marbutatan bi silsilati an-nubuwah kanat mubaraka. Kwa hivyo tumekuja kuchukua baraka, tumekuja kuteka baraka ili tupate kubarikiwa katika dunia yetu na katika akhera yetu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Binadamu yoyote ambaye kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi ajue yuko chini ya uangalizi wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndo alokuumba. Na katika mambo ambayo kwamba ametupatia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mili yetu. Miongoni mwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alizotupatia, midomo, ndimi na mengineo mingi. Neema ya ulimi ni neema ambayo kwamba ni kubwa, na hutuba zilizopita ulizungumziwa ulimi, maafa yake, manufaa yake, madhara yake, yatosheleza kwamba ni kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema binadamu yoyote hatamki kilima chochote ila kilima kama kile ni chenye kuhifadhiwa na chenye kuandikwa. Ndio akasema ma yanfidhu min qawlin nakira, kilima chochote illa ladayhi raqibun atid. Manake ni kwamba tukilijua hili tutakiwa tuzihifadhi ndimi zetu na kila ambalo kwamba halimridhishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio mmoja akasema, ihdhar lisanak an taqula fatubtala fa innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Chunga ulimi wako useme ukaonjwa, useme ambao kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu, ikawa ni mtihani kwako wewe. Kwa sababu gani? Ile mitihani mingi sababu yake ni katika kuzungumza. Kwa hivyo tukilijua hili tutakiwa tuuchunge ulimi wetu. Ndio alikuwa akisema baadhi al-arifin, ma raaitu taqwa insanin fil lisan
illa wa ra'aytu dhalika fi jami'i ahwalihi wa shu'unihi, sijawahi kuona mtu kuchunga ulimi wake katika kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila pale anapouchunga ulimi wake hali zake, manufaa yake yadhihiri katika mambo yake yote. Maana yake ni kwamba pale unapouchunga ulimi wako, vitendo vyako ndio vitazungumza namna gani uchunga ulimi wako, na pale unapouachia ulimi wako, kule kuachia ulimi wake tafsiri yake itatafsirika na vitendo vyako. Kwa hivyo ulimi ni katika neema ambazo kwamba ametupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ujue kwamba ulimi wako ni kitu kikubwa. Wewe angalia leo, tukitaka kumsilimisha mtu atumwambie afanye zoezi, tumwambie sema ashhadu an la ilaha illa Allah, maana ni kwamba kupitia ulimi wake ndio ingia katika Uislamu. Huyo mtu kupitia ulimi wake ndio atoka katika dini, akisema mambo ambayo kwamba hamridhishi Mwenyezi Mungu. Huu ulimi leo tukisema kuna ndoa, ulimi ndio uliokubali ile ndoa. Ukisema nimekubali kumwoa, maana ni kwamba ukisema umeacha, ukisema nimemtaliki, huu wote ni ulimi. Ulimi maana yake ni kwamba utakupeleka kwenye mambo ya kheri, ulimi ambao kwamba utakupeleka kwenye mambo ya shari. Lakini jitahidi wewe Muislamu, ulimi wako usizungumzie isipokuwa ya kheri. Ndio Sheikhana Al-Habib Umar asema, man kathura kalamuhu bighairi ma ya'nihi kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu kanat an-nar awla bihi. Mwenye kukithiri maneno yake kwa mambo ambayo kwamba hayamhusu, basi ule uungwana wake unaona wenye kupomoka, na mwenye kuanguka uungwana wake madhambi yake ni yenye kujaa, na mwenye kuwa na madhambi mengi basi moto ni bora kwake yeye mtu kama huyo. Maana yake ni kwamba ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuhifadhi dini zetu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira au liyasmut, ambaye kwamba yote ambaye kwamba atamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, basi mtu huyu aseme khairi au anyamaze. Kwa sababu gani? Ulimi wako ndo ambao kwamba utakutengenezea wewe mambo ambao kwamba yatamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maudhui yetu hapo katika ulimi. Maudhui yetu leo tuzungumzia khatarul kadhib, hatari ya urongo, au tuzungumzia ahamiyatu sidqi, umuhimu wa ukweli. Kwa sababu gani tumeamua tuzungumzie hivi? Kwa sababu Waislamu wengi wameghafilika leo, utakuta urongo ndo kama dini leo. Na kwa vile urongo na ukweli watoka katika ulimi, ndio maana mukadima wetu tukauzungumzia kuhusu ulimi wako. Mtu hazungumzi urongo kwa ulimi aghalabia, maana kuna urongo wa vitendo na kuna ukweli wa vitendo. Kuna urongo wa nia na kuna ukweli wa nia, lakini mara nyingi urongo toka ulimi na mara nyingi ukweli uko katika ulimi, pamoja kwa kuna urongo wa ishara na kuna ukweli wa ishara. Yote haya yako, lakini sisi leo tumeamua tuzungumzie katika hutuba yetu hii ya leo ukweli katika maneno yetu. Sote tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo alotuumba sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusifika na sifa tofauti tofauti. Miongoni mwa sifa ambazo kwamba asifika nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni kweli, ndo akasema katika kitabu chake kilichokuwa na shaka, waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndo mkweli wa juu zaidi. Maana ni kwamba ukijua hili kwamba sifa hii ambayo kwamba tunataka tuizungumzie leo asifika nayo Mwenyezi Mungu, na yeye ndo muumba na yeye ndo mkweli, basi binadamu madamu amekuamrisha usifike nao, sifika nayo. Ndo akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Maana ni kwamba mwenye kusifika na sifa hii ya ukweli hawezi kusifika mtu na sifa hii ya kweli isipokuwa akiwa ni muumini. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja aliulizwa, hal yakdhibu almu'min, je, muumini aweza akasema urongo? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, qala la, mu'min kama mu'min hawezi kusema urongo. Thumma talaqa qawla Allah, inma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah.
Wale ambao kwamba wazua urongo, wale ambao kwamba waunga maneno ya urongo, ni wale ambao kwamba hawaamini aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maswahaba walikuwa wakimuhesabu mtu ambaye kwamba ni mrongo ni miongoni mwa watu wanafiki. Kwa hivyo sifa ya ukweli na kujiepusha na sifa ya urongo ni jambo ambalo kwamba kila muslim atakiwa, kila mu'min atakiwa alivae jambo kama hili. Tumwangalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijulikana kama as-sadiqul amin. Ule ukweli ulivozidi mpaka akatambulika Maka kabla ya kutumuliza kwake kwamba akipita mtu ambaye as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu. Na hii si sifa yake tu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ilikuwa ni sifa ya mitume ambao kwamba imetangulia. Leo ukisoma historia ya Sayyidina Ibrahim utaambiwa, ukisoma historia za mitume tofauti tofauti utaambiwa innahu kana siddiqa nabiyya. Manake ni kwamba sifa ya ukweli ni sifa ambayo kwamba yamnyanyua kila mu'min, bali hatakiwi mu'min kujipamba na sifa ya urongo. Kwa sababu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya ukweli. Na ndio kiongozi wetu Abu Sufyan radiyallahu anhu kabla islamihi, alipoenda kwa ule mfalme wa Rum, kabla islamihi alipoenda kwa ule mfalme, akawa amuuliza yule mfalme yule habari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Muhammad amewaletea nini? Amewaletea nini? Ameamrisha nini? Mwisho akamuuliza, je, Muhammad asema ukweli? Abu Sufyan naam, asema wakana yaamuruna bisidq. Na huyu Muhammad katika mambo ambayo kwamba ametuletea sisi kama umma wake ni kutuamrisha sisi ukweli. Maana ni kwamba sifa ya ukweli ni sifa ambayo kwamba ni muhimu kwa kila Muislamu na kwa kila muumini. Ndugu zangu Waislamu, sifa ya ukweli, sifa ya ukweli ni sifa ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejipamba nayo. Alikuwa akipendelea masahaba zake wajipamba nao. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatupatia sisi kama waumini, akatuambia nini? Alaykum bisidqi, lazimianeni na ukweli. Fa inna as-sidqa yahdi ila albirri, hakika ukweli wa kuongoza wewe katika mema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na hakika ya wema ya kupeleka wewe Muislamu katika pepo. Akasema wa iyyakum walkadhib, na wahadharisha nyinyi na urongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika ya urongo wa kupeleka wewe katika maovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nari, na hakika ya uovu wa kupeleka wewe katika moto. Asema wa innar rajula la yasku hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa, hakika mtu atasema ukweli, atakuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya ukweli mpaka atajulikana kwa Mwenyezi Mungu, kutaandikwa kwamba huyu mtu huyu ni mkweli. Wanawazuoni kwambia hata yuktaba 'inda Allah siddiqa, ni kwamba Mwenyezi Mungu atawekea watu waliokuwa katika ardhi kwamba mtu huyu kila akimwona sema mkweli yule. Na akasema wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba, na hakika mtu atadanganya mpaka ataandikwa kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu ni mtu mrongo. Leo angalia katika jamii yetu tunayoishi, wale watu wenye kujipamba na sifa ya urongo, akiingia katika majlis, akiingia katika sehemu ile story zake ni za urongo. Na kinyume chake mwenye kujipamba na sifa ya ukweli, akiingia akieleza story yote, akisema bwana kulikuwa na hivi, kulikuwa na hivi, watu kwamba yule ni mkweli bwana, yule maneno yake. Kwa sababu gani? Ile hata yuktaba 'inda Allah siddiqa, alivojipamba na sifa ya ukweli mpaka Mwenyezi Mungu akamwandika kwamba huyu ni mtu mkweli. Kivipi? Amethibitisha katika nyoyo zao waja wake waliokuwa katika ardhi kwamba wakimwona mtu huyu wasema mtu huyu ni mkweli. Na vile vile kinyume chake, ukidanganya watu wa ardhi wakikuona kwamba mrongo bwana, mrongo. Sifa ya ukweli na kujiepusha na sifa ya uongo, hivi ni vitu muhimu sana katika Uislamu. Pamoja kwa watu waona ni vitu vya kawaida, waona hakuna, ni kitu cha kawaida tu. Ukweli ni kitu cha kawaida. La, ukweli ni sifa ambayo kwamba yamtuliza muumini na yamtuliza Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema as-sidqu tumanina wal kadhibu riba. Ukweli siku zote ni tumanina, ni mtu kutuliana, mtu kumakinika. Lakini urongo kinyume chake ni shaka. Wewe angalia, leo kutatokea kadhia yoyote,
umeshikwa, umetaka kufanya jambo ambalo kwamba ni baya, ukijieleza ukweli, hata kwa baadaye huogopa. Hata wakinifuata kusema mimi nilisema ukweli, sina zaidi hapa. Lakini angalia, ukizungumza urongo, baadaye utaketi ufikirie, wakija wakiniuliza nitasemaje? Nitafanyaje? Kwa sababu yale maneno ni ya kuungaunga, yani hayana ukweli ndani yake. Kwa hivyo afikiria namna gani utatengeneza urongo. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema as-sidqu tumanina. Ukimwona mtu amejipamba na sifa ya ukweli, basi ujue mtu huyo ana tumanina, ametulia, ana umakinifu, hana shida katika mambo yake. Akisema hata kishikwa, yeye ana utulivu. Kwa sababu gani? Amejipamba na ile sifa. Lakini ukimwona mtu amejipamba na sifa ya urongo, basi ujue mtu huyo aishi na shaka. Sijui watu watasema nini? Sijui nikishikwa na urongo ule itakuwaje? Kwa sababu gani? Al-kadhibu riba. Ndio Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq huyo akasema as-sidqu amana wal kadhibu khiyana. Sidq, ukweli ni uaminifu. Ukiwa na ukweli utaonekana ni mwaminifu. Lakini kinyume chake wal kadhibu na urongo khiyana, ni kukhini nafsi yako, ni kukhini watu, huna raha. Kwa hivyo sifa ya ukweli hatuwezi tukawaamini sisi hapa Waislamu mpaka tutakapojipamba na sifa ya ukweli. Pale tutakapojiepusha na hii sifa hii ambayo kwamba ni sifa ya kusema ukweli katika maneno yetu, tutakuwa tumejiweka katika hadhari. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zile alama tatu au riwaya nyingine alama 4 za wanafiki akasema nini? Idha haddatha kadhaba. Pale anapoeleza mnafiki aeleza urongo, hana la ukweli hata siku moja. Idha haddatha kadhaba, maneno yake yote ni urongo. Kwa sababu gani? Nafiki kila anachokidhihirisha sita sawa. Maana yake ni kwamba tujue Waislamu sifa ya urongo tukijipamba nayo itatupelekea sisi mpaka tuwe wanafiki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anitaka mimi na wewe tuwe wa kweli. Ataka wake zetu, mabanati zetu, wamama waliokuwa manyumbani wote wawe wa kweli. Ndio maana ukaona Mtume pale anapokuwa akichukua ahadi na maswahaba waliopita, alikuwa kila akiwaambia ataka nini awe wa kweli. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahadi. Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipochukua ahadi na wanawake katika Fathu Makkah, wale wanawake watukufu walipokuja kutaka bai'a na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia maneno aliyoambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya ayuha nabii idha ja'aka almu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a. Ewe mtume, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, wakikujia wewe waumini wa kike wakutaka bai'a wewe ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasribna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume fabayi'uhunna wastaghfir lahum Allah. Hawa Mwenyezi Mungu amehaki kwamba wakikuja wewe kwamba wataka bai'a wasidai urongo, wala ya'tina bibuhtani, wala hawatakujilia wewe na urongo, wala hawatayafanyia matendo yao ni ya urongo. Wala ya'tina bibuhtani, urongo. Sayyidina Sa'ad bin Ubada asema katika hadithi bayana Rasulullah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitubai'i. Hawa ni wanawake na hawa ni wanaume. Katika alowabai'i bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia nini? Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, wala msije na urongo. Buhtani maana yake ni urongo. Wanaozana kwambia umeitwa buhtani kwa sababu yule anayekusikiliza urongo siku zote anachanganyikiwa. Wewe angalia kumwambia mtu nimefanya hivi hivi cha urongo, kwambia ndio maana wakaita buhtani. Kuna mshangao fulani, kuna kuchanganyikiwa fulani. Kwa hivyo bwana mtume aliwafanyia bai'a, alifanya ahadi yeye na masahaba zake wa kiume, akafanya ahadi na waumini wa kike wasilete mambo ambayo kwamba ni urongo. Sifa ya urongo ni sifa ambayo kwamba ni mbaya. Ndio imekuja katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema idhmanu li sittan min anfusikum azmanu lakum aljanna, nitoleeni dhamana mambo 6 katika nafsi yenu. Yani mambo 6 haya mkiyafanya basi na mimi nitawapatia pepo. Mambo 6 kama haya mkitazamiana nao, mkijitolea ni dhamana wanipatia mimi, na mimi nawapatia dhamana nini? Ya pepo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jambo la kwanza katika mambo sita alisema nini? Usduqu idha haddathtum, kuweni wa kweli pale mnapozungumza. Katika haya mambo sita ambayo kama Mtume anatuambia tukifanya atatupatia dhamana ya pepo. Kama kuna mtu ataka pepo, jambo la kwanza basi ajipambe na sifa hii, usduqu idha haddathtum, kuweni wa kweli pale mnapozungumza. Uislamu umetuita mimi na wewe katika ukweli. Uislamu mimi na wewe wataka tuwe ni wa kweli. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Fathu Makkah, alipoenda kufungua ufunguzi wa Makkah, ukisoma katika siyar, alikuwa na watu karibu 8 au wengine wanakuambia zaidi ya 8. Asema watu hawa wakikutwa wakatwa shingo zao, hata kama watakuwa wamejiweka katika nini, ukuta wa Al-Kaaba. Miongoni mwao ni Abdullah bin Abi Sarh. Huyu Abdullah akaja Sayyidina Uthman bin Affan, akaja na Abdullah huyu kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwombea msamaha. Alipofika naye kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimekuja kumwombea msamaha. Mtume akanyamaza. Alikuwa pembeni zake kuna maswahaba, akakariri tena mara pili Sayyidina Uthman bin Affan, namwombea msamaha huyu bwana Mtume ameamua kurejea huyu. Mtume akanyamaza, hakujibu kitu. Akakariri tena mara 3 Sayyidina Uthman bin Affan, kisha Mtume akamsamehe. Mtume alipomaliza, alipomsamehe, akawajeukia maswahaba zake akaambia, nimwambie kwamba yeyote ambaye kwamba atawakuta hawa awachinje, akate shingo zao, mbona hamkulifanya hilo? Akaambia Mtume, tulipomwona ameletwa mbele yako aombewa msamaha tukaona, akasema mbona hamjamchinja? Akaambia basi ungetuashiria hata kidogo. Akaambia la, illa urongo. Hata urongo wa ishara bwana Mtume katika mawqifu ile alifanya nini? Aliukataa. Kwa hivyo ukweli katika mambo yetu, ukweli katika maneno yetu, ukweli katika vitendo vyetu, na katika madhahir al-kadhib. Miongoni mwa madhahir al-kadhib ambao kwamba Waislamu wameonjwa nao leo ni watu kumzushia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Leo utakuta mtu ameenda kuulizwa hukumu, utasema yeye ni mufti wa wapi? Vipi kuhusu hivi? Kwamba halali bwana hiyo. Vipi kuhusu hivi? Haramu bwana hiyo. Yaani yeye apanga yale mambo, tasema ile dini ilishuka kwake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Leo mtu akienda kuulizwa vipi hukumu hii, hata kujua yeye, maadamu kuna maslaha yake kwamba ni nini halal, urongo wamzushia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena zakakuzidishia kwambia hii kama nimeisoma katika Qur'an, bila shaka bila hofu kumzushia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamzushia bwana Mtume. Kama nilimsikia shaka akisema huna uhakika nao, inawezekana unayakini kwamba hujamsikia, lakini kwa sababu kuna maslaha yako wamzushia nani? Mwenyezi Mungu. Na wamzushia nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imekuja katika hadithi Mtume atuambia, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu, mwenye yoyote ambao kwamba atanizushia mimi kwa maksudi, basi ajiandae makalio wake wapi? Motoni. Kwa hivyo uzushi na urongo ni sifa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake hawazipendi. Na leo katika madhahir al-kadhib, hadithi iliyopokelewa na Abdullah bin Amir, mmoja katika maswahaba huyu, asema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja alikuja ndani ya nyumba yetu, ikawa niko na mamangu na yeye alikuwa ni mdogo. Mamake akamuita, akamuita huyu Abdullah bin Amr, njoo nitakupatia hichi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule mwanamke, lau angekuja una cha kumpatia? Yule mwanamke akamjibu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio bwana Mtume, nina tamra na alikuwa nataka nimpatie. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lau ungekuwa umesema urongo la kutibat alayki kadhiba, lau ungekuwa umesema urongo ungeandikiwa madhambi ya kusema urongo. Na katika mambo ambayo kwamba tumeonjwa nao leo, walimu wa sasa na wengine wao wakubwa, utakuta mtu amwambia mtu, njoo nitakupatia hichi, hana chochote, amdanganya. Lile ni jambo ambalo kwamba lilikuwa zama za bwana Mtume, na Mtume Muhammad akamhadharisha yule mwanamke, akasema lau utasema urongo kupitia hili, leo utakuta mtu anambia njoo bana nitakupatia pesa, njoo. Basi hii ya watoto leo, kuna watu wazima sasa hivi waambiwa njoo na kuahidi nitakupatia kitu kadhaa wala hakuna chochote. Ni sifa ambayo kwamba tumeizoea, ni sifa ya urongo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sifa ya urongo ni sifa mbaya.
Sifa ya urongo ni sifa ambayo kwamba hamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatosheleza kwamba ukuba, adhabu ya mtu mrongo ni laana. Yatosheleza kwamba adhabu ya mtu mrongo ni sababu ya kupunguzwa riziki. Yatosheleza kwamba nyuso za watu warongo siku ya kiyama zitakuwa ni zenye kutisha. Yatosheleza hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahaki yale yalotokea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Nasara Najran walipotaka kufanya mubahala. Mwenyezi Mungu asema faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi ala al-kadhibin. Manake ni kwamba kila mwenye kujipamba na sifa ya urongo, yani yeye kuanzia asubuhi anapoamka ni urongo tu, basi ujua huyo mtu huyo ana laana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ambayo kwamba haimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa ya urongo ni sababu ya kupunguzwa riziki. Ukiona mambo yako hayatulii, riziki hazipangiki, hebu jiangalie, una sifa hii ya urongo. Leo katika mambo ambayo kwamba sikitisha, utamkuta mwanabiashara mkubwa ndo mrongo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ghashana falaysa minna. Akasema katika hadithi albay'ani bilghiyari ma lam yatafarraqa, wauzaji wawili, muuza na mwenye kununua, wako katika khiyari muda ambao kwamba hawatafarikiana. Asema fa in sadaqa, pale watakaposema wawili hawa, muuza na mwenye kununua, burika fi bai'ihima, wanatiliwa baraka katika bai'i yao. Lakini wa in kadhaba muhiqatil baraka, pale wanapodanganya mwenye kuuza na mwenye kununua, ile baraka inafanya nini? Inaondolewa. Kwa hivyo sababu ya kuondolewa riziki, sababu ya kukosekana baraka katika riziki ni maneno ambayo kwamba ni urongo. Yani mtu kuanzia asubuhi ni kudanganya. Iko yule binadamu kughafilika na kupitikiwa, jambo hajalikusudia likamtemka tu likatoka tu la urongo. Lakini kuna mwingine yani akija tu ashapanga akudanganye, akufanya hivi. Chunga ndugu yangu, chunga. Yani yeye story zake ni urongo tu, mpaka akiingia tu katika majlis ya mrongo. Ndio ile hata yuktaba inda Allahi kadhaba, imethibiti kwamba ni mrongo. Na Mwenyezi Mungu asema nini? Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhum muswadda. Siku hiyo ya kiyama, wale ambao kwamba yani yeye sifa yake ni urongo, basi nyuso zao siku ya kiyama zitakuwa zenye kutisha, soridhisha. Kwa hivyo sifa ya urongo ni sifa ambayo kwamba haimridhishi Mwenyezi Mungu. Sifa ya urongo ni sifa ambayo kwamba haimfurahishi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tujipambeni na sifa ya ukweli. Tujizoezeshe sifa ambayo kwamba ni ya ukweli, ambayo kwamba itanufaisha mimi Muislamu na wewe, ili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupate ajru na tupate thawabu. Leo wengi wameghafilika, story zao ni urongo, kila kitu ni urongo, bali wengine ni urongo hata katika kuondoa undugu wa watu. Yani yeye hajatia fitna tu, amesema akaenda ili watu wawili wapate kukosana, wapate kugombana. Ni jambo ambalo kwamba halimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la urongo ni jambo ambalo kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikemea. Ukiona una upungufu katika riziki zako, jiregelee, jiangalie, mimi kwani nasifika na sifa na urongo? Maana wengi utakuta mtu afanya biashara, lakini pesa zikae. Leo amepata 1000, amekuja ambao kuna deni hili. Leo amepata hichi, ambao kuna hili. Kwa sababu gani? Ile sifa ya urongo. Hakuna baraka katika riziki mwenye kujipamba na sifa. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kusema ukweli, atuepushe na sifa hii mbaya, sifa ya urongo. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. أشهد أن لا
الحمد لله أصدق القائلين، صلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. عباد الله، فإن من أعظم أخلاق الإسلام التي بعث لتتميمها نبي الله خير الأنام الصدق، فالصدق في الحديث أساس لخلق المؤمن. ولما سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال لا، وتلا قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ولذلك جاء في سيرة الصحابة أنهم كانوا لا يتهمون بالكذب إلا منافقا، أما المؤمن فلا يجوزون عليه الكذب. كل خصلة يتبع عليها المؤمن، ليس الكذب والخيانة، قد يتبع على بعض خصال ذميمة، فمطلوب أن يعالج نفسه منها. عباد الله، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق راحة والكذب كراهة، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فيا أيها المؤمن، ابذل همك ونظرك إلى صدق القول، ورب نفسك عليه، ورب أولادك على ذلك، حتى تغرس في نفوسهم أن من أفظع الفظائع في حياتهم أن يقولوا كلمة كذبة. وفقنا الله للصدق وطهر ألسنتنا عن الكذب. اللهم حققنا بالصدق واجعلنا من الصادقين. آمين 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 يا أرحم الراحمين. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أجارني وأجاركم من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد السند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد، فقد فاز المتقون. عباد الله، ألا وإن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي. وارض اللهم عن السبتين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين. اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله